Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ndugu zangu wapendwa watazamaji wa chaneli yetu ya Kauthar TV 24 hours, karibuni sana katika kipindi chetu cha tiba, ambapo tupo katika kubainisha yale yanayofungamana na ulimwengu wa majini na shetani, vituko vya wanga na wachawi, mbele yetu tukiwa na dawa hizi kadhaa ambazo kwamba tumeziandaa, dawa angamizi ya magonjwa yanayotokamana na alamul jinni wa shetani. Kwanza, ikiwa kusudio langu kuu ni kuzungumzia mafuta haya subiani angamizo. Mafuta haya ya subiani angamizo ni mafuta maalum yaliyoandaliwa kwa njia ya kiutaalamu wa hali ya juu kwa ajili ya kutatua na kukomesha matatizo ya watoto wadogo, watoto wachanga, watoto ambao hawajafikia umri wa kuweza kujisomea dua, au watoto ambao washafikia umri wa kujiombea dua na kujisomea dua za kinga wao wenyewe, na ikawa wamefikwa na baadhi ya mashakili. Mfano wa matatizo ambayo yamekuwa sugu katika ulimwengu wa watoto ni pale mtoto anapoanza kulia hovyo, analia, ananyonyeshwa, anakataa kunyonya, au anashtuka usingizini, mtoto hana amani, afya yake ina yumba, mara mwili moto, anatumia dawa zote za mtoto za kupoza mwili moto, lakini hapana. Kwa hiyo tukaweza kuandaa mafuta haya maalum kwa ajili ya kudili na kupambana na vituko vya wanga, vituko vya mashaitani wa kijini. Ikawa mtoto anakosa usingizi, mtoto anapoteza appetite ya chakula, mtoto anapoteza muonekano wake mzuri aliokuwa nao, mtoto anaharibika, anadorora kiafya. Fika leo katika branch hii ya Kombani ya Kauthar Ruqya Center, au fika katika ofisi kuu iliyopo Likoni, New York, au fika kwenye ofisi iliyopo barabara ya Mchanga kwa watu wa Ujamaa na Shonda. Fika huko kwa ndugu yetu Arafat Abdullah kwenye ofisi ya Kauthar Ruqya Center, utaweza kupata mafuta haya ya subiani angamizo. Mafuta haya ni special sana, yamefanyiwa na visomo mbalimbali vya Qur'ani na dua nzito kwa ajili ya kumpatia mtoto wako furaha, kwa ajili ya kumuondolea mtoto kilio kisichokuwa na sababu, kwa ajili ya kumfanya mtoto wako aweze kupapatikia maziwa ya mama yake, ya uweze kuwa na mtoto ambaye anakula chakula na anapata usingizi vizuri bila ya fujo wala balaa wala tafash. Usihangaike, fika Kauthar Ruqya Center uweze kupata dawa hii imara ya subiani angamizo. Au unaweza ukafanyiwa delivery pale ulipo, ima ndani ya kaunti ya Mombasa au kaunti ya Kwale au Kilifi County au Kenya mzima, popote ulipo unaweza pokea dawa hii na dawa nyinginezo nyingi. Au hata ukiwa nje ya nchi hii ya Kenya,
ni Uganda, ni Tanzania, ni Kongo, popote au hata nje ya Afrika, unaweza ukapokea dawa yako. Kwa watu wa Gulf, pokea dawa yako. Kwa watu wa USA, pokea dawa yako. Hata pale Germany unaweza pokea dawa hii. Hata ukiwa China ukiagizia utapokea dawa yako, wala hili halina mushkili wa aina yoyote. Na dawa hii mbali na kudili na matatizo ya watoto, pia unaweza kuitia kwenye maji drops kadhaa au mfiniko, nusu mfiniko, ukaweza kufanyia mop nyumba yako. Kwa zile nyumba ambazo kwamba hazilaliki, mara unapata mijusi kafiri huku, mara kwamba mwiko, wadudu na nyumba wasioelezeka, tumia dawa hii kwa kufanyia mop. Insha Allah kila kitu kitakuwa sawa, wadudu wanaokusumbua ndani ya nyumba watapoteana, ikiwa kuna hasad, kuna ain, kila kitu kitakuwa sawa. Mtume alayhi salatu wasalam anasema kuambia sahaba zake, a'ridu alayya ruqakum, leteni, orodhesheni, elezeni mbele yangu hapa ruqya zenu, tiba zenu. La ba'sa birruqa, hakuna ubaya kufanya ruqya, kufanya zinguo, kufanya visomo vya sharia, hakuna ubaya. Wala hakuna ubaya kupeana dawa kama hizi ambazo kwamba hazina shirki ndani yake, hazina masharti kwamba dawa hii yeke uvunguni siku 7, dawa hii nenda ukaizika ufuoni baharini, dawa hii nenda ukaiweke chini ya mwamba uko baharini kwa siku 7, alafu ndio ukaichukue, na ukichukua rudi kinyume. Hakuna shuruti kama hizo, bali ni dawa iliyoandaliwa na ikafanywa kisomo, alhamdulillah, tayari kwa matumizi. Wala hakuna sharti ya kwamba dawa hii ukishampaka mwanao ama ukijipaka mwenyewe kwa majanga au kumwana kichwa kila wakati ama wasiwasi, roho kwenda mbio, basi huwezi kufanya tendo la ndoa na mumeo, huwezi kufanya tendo la ndoa na mke wako. Hapana, bali unatumia dawa zako na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa Mtume akasema kwa masahaba zake na ulimwengu wa Kiislamu kwa jumla, aridu alayya ruqakum, sogezeni mbele yangu, elezeni mbele yangu ruqya zenu, tiba zenu, kwani la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun, hakuna ubaya kufanya ruqya, kufanya zinguo, kufanya visomo vya tiba ya sharia na kupeana madawa asilia na madawa ya kisunna yaliyokuja dalili za moja kwa moja juu ya pongeza dawa hiyo na uthibitisho wa shifa dawa hiyo. Hakuna ubaya maadamu ndani yake hakuna shirki. Na kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam aliposema, ma ara ba'san, mimi sioni ubaya wala kosa, man istataa an yanfa akhahu falyafal, yule atakayeweza kumsaidia ndugu yake, yule atakayeweza kumnufaisha kaka yake, binadamu mwenzake, kumsaidia mtoto wa Adam mwenzake kwa msaada uliokuwa mwema, basi na afanye. Hii ni hadith ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ikiwa mtu anao msaada mwema wa kuweza kusaidia jamii, kusaidia mwenzake aliyekuwa na matatizo, basi na afanye, ruhusa ipo. Tunasema ma ara ba'san, mimi sioni kwamba kuna shida, kuna ugomvi, kuna tatizo au kuna dhambi. Man istataa an yanfa akhahu falyafal, yule atakayeweza kumsaidia, kumuokoa, kumuondolea udhia ndugu yake, basi na afanye hivyo. Aya ndani ya Qur'ani Allah anasema, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan, saidianeni katika masala mema, katika wema na uchaji Mungu, sapotianeni katika masala ya uchamungu na masail ya wema. Inapokuja jambo jema la kiafya, msaada wa chakula, msaada wa mavazi, kiibada, basi fanyeni misaada iliyokuwa mema, iliyokuwa na manfaa katika umma,
na jamii kwa jumla. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, wala msisimame kusukumana na kusaidiana katika mambo ya maovu, mambo mabaya, mambo ya uadui. Sifanye hivyo. Hii ni aya ndani ya Qur'an. Kwa hiyo tumekuja na msaada mzuri, msaada mwema kwa mtoto wako yule anayekesha usiku kucha kulia, anayesumbua kwa maradhi yasiyopata tiba muafaka. Tumekuja na kishambulio magonjwa hasad, kishambulizi cha magonjwa ya ain, kishambulizi cha magonjwa mashaitani wa kijini. Furusha subiani katika maisha yako, furusha jini ashiki katika maisha yako, upate kuishi salama kupitia angamizo subiani au subiani angamizo. Ipate kupitia nambari za simu zilizopo mbele ya mkanda wako huu. Piga simu, tuma ujumbe katika WhatsApp zetu, utaweza kufikiwa na dawa hii iliyokuwa imara biidhnillahi alkarim. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kuna dawa hii Kanashul Kabir kwa wale wanaosumbuka na biashara zao, biashara inayotatizwa na chuma ulete, biashara iliyofunguliwa lakini haina mnunuzi, biashara halal ya duka, ya hoteli, kuuza nguo, mgahawa na mfano wake. Pata dawa hii, koga, mwaga sehemu yako ya biashara, insha Allahu taala mambo yatakuwa vizuri kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kanashul Kabir ni dawa imara ya kupambana na ulimwengu wa chuma ulete, jini huyu mkorofi anayetumiwa sana na hawa jamaa waliobeba hikidi, mafundo ya chuki, roho za ufilisi. Pata dawa hii moja kwa moja, ishi maisha anaoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, jiepushe na masaili ya riba na mfano wake, ufanye kazi njema, Allah akubariki. Kwa hiyo msaada unapokuwa mzuri, Mtume anasema hakuna ubaya kusaidiana katika wema au katika masala yanayofaa jamii. Nikimalizia mazungumzo yangu haya na kuzizungumzia dawa mbili hizi ambazo ni mafuta haya ya subiani angamizo na Kanashul Kabir, ambayo ni dawa inasaidia sana kuondoa masala ya aini na chuma ulete na mfano wake. Mwisho tuko na hii dawa ambayo tunaita jawabu sihr, yani jibu la uchawi, kwa wale ambao kwamba matumbo yao yanajaa gesi bila ulcers, yanajaa gesi sio acidity. Matumbo yanatembea kitu kinashika huku, kinatoka huku, kinakaa chini ya kitovu, kinatoka hapo kinakuja nyuma ya maungo, kinatoka hapo kinapanda juu mabegani. Pata dawa hii, ima itumike kwa asali au itumike kwa maji moto au itumike kwa uji au kinywaji cha juisi ya aina yoyote. Safisha tumbo lako, ma hamala binu adama wa sharri min batni. Tunasema hajabeba mwanadamu mfuko, mkoba, chombo cha shari na magonjwa zaidi ya tumbo lake. Osha tumbo kwa maradhi ya uchawi. Toa vilivyoingizwa kwenye ndoto wakati unaota unakula vyakula au nyama au unalishwa kitu na wanao, kitoa kishaingia, pona, pata afya salama. Kauthar Ruqya Center, tiba ya Qur'an na Sunna dhidi ya majini, uchawi, kijicho na hasad. Inakutakieni afya njema na maisha mema. Ndugu Abu Hasanat, tabibu mkuu wa kimataifa, kutana naye katika ofisi yake kuu iliyopo Likoni, New York, barabara Shell Beach, au kwenye branch yao ya Kauthar Ruqya Center iliyopo
Kombani opposite kwa mzee Hamisi, au Kauthar Rukia Center iliyopo Shonda Ujamaa, barabara ya mchanga mwisho wa kabro. Kutana na ndugu Arafat Abdallah pale, utasaidika. Ewe mtazamaji mpendwa, ewe jirani, mwambie jamaa, mwambie rafiki aweze kusaidika insha Allahu taala. Tunasaidiana katika wema. Epuka shirk, jitibu kisharia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.